Na muumini kama mlivyosikia nasaha Sheikh Abu Dhannun. Abu Dhannun pia ni katika mashekhe ambao wamesoma Jamiatul Islamia Madina huko ambapo tumesoma sisi pia. Kwa hiyo ametoa nasaha nzuri kuhimiza watu wawe kitu kimoja, wawe na udugu, kwa sababu udugu wa kiimani ndio udugu wenye kuzingatiwa zaidi, kama vile alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo ameipokea Abi Musa al-Ash'ari, al-mu'minu lil-mu'min kalbunyan yashuddu ba'dhuhu ba'd. Muumini kwa muumini mwenzake ni kama vile jengo, wanatiana nguvu baadhi yao kwa baadhi nyingine. Kwa hiyo waumini kushikamana kuwa kitu kimoja basi na kuchukiana, hayo ni katika mambo mazuri kabisa, na hizo nasaha zake amezielekeza huko. Kwa hiyo mimi sitakuwa na ziada isipokuwa tu ni kuwakumbusha na kulitilia nguvu jambo hilo, kwamba hili ni jambo zuri kwa waumini kupendana, kupeana nasaha, wasichukiane, wasioneane hasad, wasibughudhiane, wapendane, wazungumzane wao wenyewe kwa wenyewe maneno mazuri, wasifanye mijadala isikuwa na maana yoyote, kwa sababu kama mnavyofahamu dunia sasa hivi watu wanapita tu, vijana wadogo, watu wazima, wote wanaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tusipojirekebisha basi itakuwa ni mtihani mkubwa sana, safari bado ni ndefu. Kwa hiyo kama mashekhe wenyewe walivyojitambulisha, mimi sasa hivi sina ziada tena kuwatambulisha. Kwa ufupi, hawa wametokea Songea, na sisi pia nakumbuka miaka nyuma pia nisha kwenda Songea, si miaka 8 au miaka takriban hivyo, tulikwenda kwa ziara ya kidawa. Kwa hiyo naifahamu pia Songea kwa Ruvuma, na pia nafahamu mashekhe wa huko harakati zao. Kwa takriban miaka 8 au 7 hivi nishakupita huko Songea na nikawakuta mashekhe. Kwa hiyo ni mashekhe zetu. Kwa anayetaka kwenda kusoma Songea aende, anataka kusoma Pongo aende, wote huko mashekhe zetu. Dawa imekuwa mashaallah. Kwa hiyo maneno yao na wazungumza ndio maneno haya tunazungumza sisi, hakuna tofauti. Dawa yao ndio dawa yetu sisi, ndio hiyo kitu kimoja. Kwa hiyo gurudumu la dawa linaendelea. Kwa mimi sitakuwa na ziada sana nikaribu haya mazungumzo kati ya kachumbari na pilipili nyingi. Haya ambayo yamezungumzwa yanajitosheleza na mashekhe zetu, na wao kama walivyosema hawakuja kwa ajili ya ziara ya kidawa moja kwa moja, na kama lao wangekuja basi tungewatangazia watu wakaja wengi, wakaja kasida muhadhara, lakini wapitaji njia tu. Lakini kwa kuwa wapitaji njia, basi ni lazima na sisi watu waachie chochote kile, waweke pia katika kumbukumbu na historia kwamba walipita hapa mti mkavu. Si sawa Sheikh wa Kongo? Upo walipita hapa kwetu, waweka historia na tasjili kama zimerekodiwa. Kwa hiyo ni jambo zuri katika historia, jambo zuri. Sina ziada. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.